kuwakaribisha katika nyumba ya Bwana. Tulikuwa tumefika katika kitengo ya mwisho kabisa. Nimepakisha watu wawili, na kwa heshima yako administration itakuja baadaye. Labda kama utaleta huyo kama ni MCA na wala wawili ambao unasema wachukue dakika 5, hatimaye tuweze kuona jambo ambalo tunaenda. Asante mirembe bosi mirembe kandi nukusunga khuri buli mundu wose alagaya nokhola mala ne khandi nolonda kati otokasira abandu kweli nenyanga khwishima omwiyo wanje, yani ndamweshi wangu uri my chief ne anzishima uri omwiyo wanje sikali kariyo alereze MCA yengene MCA alagetse khubera yengene MCA alishobora umuntu ta alafu wakuendelea kwa heshima kabisa. Asante Khoza, kanisa nzuri sana ya Church of God ambalo limenecha maisha ya mchomba wangu Nathan Barasa. Asante sana kwa hii heshima. Wakati wa Harambee, askofu, nilikuwa nimeuliza hii nafasi ya kwamba nimesikia leo mheshimiwa wako na matanga 10. Na sipokuja hapa tena utalalamika. Ndiposa nikaomba nikasema kama mheshimiwa anaweza kuja, naomba ruhusa tafadhali, na humble myself ya nafasi mnaweza kuwa mnanipea. Karibu MCA. Kwa majina Ruben Sambula Kwalanda, Senior Acting Chief. Asanti mwami. Papa askofu mkuu wa kanisa la Church of God, family ya Nathan, nende viongozi baluoba administration, nende abekhulu bosi, Bwana Yesu asifiwe. Mlembe. Sende nyakhubole ndi kala bulifwa lya khutufia papa nende mulwanya ano khubere nende omukoka arula mulwanyi muno my brother Water. Khandi khwabera ano nanyo mumuchango nembore Nyasaye nayanza khandi siku yokhuyebera nengwirilekho shindu kidogo nzize mborerekho mama Mary ndi kala mbengosira kweli mumanyira muri khandi pastor wakhera okhunda sama chikumu ari kwaya ino benyakananga kandi bachapa omwoyo kandi mpaka banywekho esoda sikali karyo ne papa askofu kandi nemwakhate transport yelafu ndabengosira kweli esiende nyakhubole ndi kala khulebikha mmasai muodi zaindala ino omanyano sikhuli muodi anje ta, lakini sasa lokhubeza chirani kandi bandu bano babezaza abandu banje kho mundu arurana alatsanga mpaka waboka mulange kweli nikaka khusarenja khuri Nyasaye nayanza labalanze okhola emipaka bakhwese shindu shino shikalushe bandu bano banyole tsifaida kachira banyola tsifaida wakati ya khuletsanga nukhuli ne shida yobusomi tunatembea na nyinyi nende nyazo omundu mulala kachira khulatsane mheshimiwa Jason ne shukrani kwa Mungu, tukikumbuka na kuyaenzi maisha ya mchungaji wetu ambaye ni mwenda zake Reverend Nathan Barasa. Hakuwa tu mhubiri wa Injili bali alikuwa mchungaji wa kondoo wa Mungu, mshauri, mwalimu na baba wa kiroho wa wengi. Kwa miaka mingi alimtumikia Mungu kwa uaminifu, akiliongoza kanisa kwa hekima, unyenyekevu na upendo. Alisimama pamoja na watu wakati wa raha na huzuni, aliwaombea wagonjwa, aliwatia moyo waliokata tamaa na kuongoza wengi kwa Kristo. Maisha yake ilikuwa mahubiri ya kweli na ya imani, uvumilivu na kujitoa. Ingawa alistaafu katika huduma rasmi, hakuwahi kustaafu katika maombi. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake, familia yake na huduma yake. Ingawa tunaumia kwa kuondoka kwake, tunafarijiwa kwa maandiko yafuatayo. Lakini kweli Kristo amefufuliwa kutoka kwa wafu, tunda la kwanza la wale wote waliolala. Kwa maana kama vile mauti ilivyokuja kwa njia ya mtu mmoja, vivyo hivyo ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu mmoja. Kwa maana kama vile katika Adamu watu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watafanywa hai, lakini kila mmoja kwa wakati wake. Kristo tunda la kwanza, kisha wale walio wake. Wakati atakapokuja
ndipo mwisho utafika, wakati atakapomkabidhi Mungu Baba ufalme, akisha angamiza kila utawala na kila mamlaka na nguvu. Kwa maana lazima Kristo atatawala mpaka awe amewaweka adui zake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. Kwa maana Mungu ameweka vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini isemapo kwamba vitu vyote vimewekwa chini yake, ni wazi kwamba Mungu aliyetiishwa vitu vyote chini ya Kristo hayumo miongoni mwa hivyo vilivyoitishwa. Atakapokuwa amekwisha kufanya haya, ndipo mwana mwenyewe ataitishwa chini yake yeye aliyetisha vitu vyote, ili Mungu awe yote katika yote. Basi kama hakuna ufufuo, watafanyaje wale wapatiswao kwa ajili ya wafu? Kama wafu hawafufuliwi kamwe, mbona watu wanapatiswa kwa ajili yao? Nasi kwa upande wetu kwa nini tunajihatarisha kila saa? Kama majivuno yangu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu ni kweli, ndugu zangu, ninakufa kila siku, kama kwa sababu za kibinadamu tu. Nilipigana na wanyama wakali huko Efeso. Ningekuwa nimepata faida gani kama wafu hawafufuliwi? Tulieni na kunywa, kwa kuwa kesho tutakufa. Msitanganyike. Ushirika na watu wabaya hauharibu tabia njema. Zindukeni muwe na akili kama iwapasavyo, wala msitende dhambi tena, kwa maana watu wengine hawajui Mungu. Nasema mambo haya ili muone aibu. Lakini labda mtu atasema, wafufuliwache wafu, nao hucha kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, uipandayo haiwiki isipokufa, nayo uipandayo huupandi mwili ule utakao kuwa, ila chembe tu, ikiwa ni ya ngano au nyingineyo. Lakini Mungu huipa mili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ni ya hayawani, nyingine ni ya ndege, nyingine ni ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiyama ya wafu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutoharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, na roho pia uko. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, na ni mtu wa utongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa utongo, ndivyo walivyo walio wa utongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa utongo, kadhalika
tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutoharibika. Angalieni na waambieni ninyi siri, hatutalala zote, lakini zote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa barabanda ya mwisho. Maana barabanda italia na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutoharibika, nao huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutoharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa na kushindwa. Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atubaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, mtikisike, mkasiti sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana. Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo Mfalme, tunakuheshimu ni kwa sababu ya neno la kinywa chako ambalo Bwana Mfalme tunajua ni pumzi, Mfalme Mungu unayetawala. Asante Baba yetu, maana Bwana tumesoma maandiko matakatifu, na mtumishi wako atakaponena, Mfalme wa ajabu, mtumie kama chombo kwa jinsi vile unavyopenda na jinsi vile unavyotaka, kwa utukufu wa jina la mwana wako Yesu Kristo tunaomba, tukiwa tumekuheshimu.